Kichwa cha ujumbe: wakati wa Mungu. Kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, na nitasoma na mstari wa 4. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 4, wakati wa kulia, wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Mwandishi wa maneno haya ni Mfalme Sulemani, ambaye alikuwa mtu tajiri kuliko watu wote. Alikuwa mtu mwenye pesa, lakini pia mwandishi wa maneno haya, huyu Sulemani, alikuwa ni mtu aliyeoa wanawake 700 na masuria 300. Huyu mwandishi wa maneno haya Sulemani alikuwa ni mtu mwenye hekima kuliko watu wote. Alifahamu kuyapima mambo. Kwa hivyo tumesoma kitabu cha mtu ambaye hakuwa wa kawaida. Tumesoma habari za mtu ambaye pesa alikuwa nazo, hekima alikuwa nayo, na aliandika vitabu 3. Kitabu cha kwanza cha wimbo ulio bora aliandika akiwa kijana, kaandika mambo ya ujana pale ndani. Lakini pia aliandika kitabu cha Mithali akiwa mtu mzima. Akiwa mtu mzima ameshiba siku, anaandika maneno mengi kwenye Mithali. Baadhi ya maneno nakumbuka ameandika mstari mmoja, anasema usiendeende mara kwa mara kwa jirani yako, atakuchoka. Lakini kuna mstari mwingine ameandika kwenye Mithali, anasema mke mwema ni nani awezaye kumwona. Ameandika mambo mengi sana kwenye Mithali. Lakini pia kwenye kitabu cha Mhubiri, hicho kitabu aliandika akiwa mzee, amechoka. Ndipo anakaandika maneno, anasema mambo yote duniani ni sawa na kujirisha upepo, hakuna jambo jipya chini ya mbingu. Kaandika maneno mengine ya hekima, akasema mkumbuke muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku mbaya. Kwa hiyo mwandishi anayeandika haya maneno hakuwa mtu wa kawaida. Alikuwa na elimu, alikuwa na pesa, alikuwa na hekima. Sasa kwenye kitabu tulichosoma anasema kwa kila jambo kuna wakati wake. Kila jambo lina wakati wake na majira yake. Na anasema kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Lakini pia anasema kuna wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Huyu ni mtu ambaye ameishi miaka mingi, ameyapima mambo, amegundua ya kwamba mambo yamekaa hivyo. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, lakini pia kuna wakati wa kuomboleza na kuna wakati wa kucheza. Agano la Kale liliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, na kwa sehemu ndogo liliandikwa kwa lugha ya Kiaramu, inaitwa lugha ya Kiaramu. Na mwaka wa 300 kabla Yesu hajazaliwa, Wayunani walishika dola, wakaifanya lugha yao ya Kiyunani iwe ni lugha ya kuongelewa na mataifa yote.
lakini pia wakalitafsiri Agano la Kale lote kwa lugha ya Kiyunani, wakaitoa kwenye Kiebrania wakaileta kwa Kiyunani. Sasa Wayunani walipoongea kuhusu wakati, walikuwa na maneno mawili walioyatumia, na haya maneno mawili yalitofautisha huo wakati. Walikuwa na neno la kwanza linaitwa Kronos. Kronos ni neno linalohusu wakati, kama vile masaa. Tunasema saizi ni saa 5, saizi ni saa 6. Wao wanapozungumza hayo masaa, huo wakati uliitwa Kronos. Kwa mfano unasema mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 4, mwezi wa 10, mwezi wa 12. Hayo yote yako kwenye hilo neno Kronos. Lakini pia tunaposema mwezi wa kwanza, mwezi wa ngapi, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka 1500, mwaka 1600, sasa tuko mwaka 2020. Wao hiyo kitu yote iko kwenye Kronos. Sasa huu wakati wa Kronos ni wakati unaoweza kupimika, ni wakati ambao unahesabika, ni wakati ambao unahesabiwa. Na ndio maana tunasema leo tarehe 5, leo tarehe 6. Kwa hiyo ni wakati ambao ni wa kibinadamu. Kwa hiyo walitumia neno Kronos. Naongea kuhusu wakati wa Mungu. Lakini walikuwa na neno lingine linaitwa Kairos. Kairos nalo linamaanisha wakati, lakini lenyewe lilimaanisha wakati timilifu wa kusudi la Mungu. Kairos ni neno lililohusu wakati timilifu wa kusudi la Mungu. Sasa wakati huu Kairos wenyewe hauhesabiki, wenyewe haupimiki, wenyewe hauzuiliki, wenyewe hauna kikomo. Kronos ina kikomo, Kronos inazuilika, Kronos inahesabika, lakini Kairos haihesabiki, Kairos haizuiliki, Kairos haina kikomo, kwa sababu ni wakati timilifu wa kusudi la Bwana. Kama uko pamoja na mimi, nipungia mkono namna hii. Kwa hiyo tunapozungumza kuhusu wakati, nataka nizungumze kuhusu Kairos na sio Kronos. Kairos ambao ndio wakati wa kusudi timilifu la Mungu aliye hai. Huo ndio wakati nataka niuzungumze kwa dakika chache. Wakati huo ambao hauzuiliki, wakati huo ambao hauna kikomo, wakati huo ambao haupimiki. Kairos time. Maandiko yanaonyesha wakati huu ulipofika, Kairos ilipofika, wakati wa Mungu ulipofika, wanadamu hawakuweza kuzuia Ibrahimu kupata mtoto, kwa sababu wakati timilifu wa Mungu wa kusudi la Bwana ulikuwa umefika. Wakati wa Mungu ulipofika, hakuna mtu alizuia Yakobo kubarikiwa. Wakati wa Mungu ulipofika, hakuna aliyezuia wana wa Israeli kutoka Misri walikokaa miaka 430. Wakati wa Mungu ulipofika, hakuna aliyezuia wana wa Israeli kuingia Kanani. Wakati wa Mungu ulipofika, hakuna ukuta ulioweza kuzuia watoto wa Mungu kuingia. Na kama hakuna ukuta uliozuia watoto wa Mungu kuingia, ninatangaza asubuhi leo, wakati wa Mungu ukifika, hakuna mtu atazuia kuinuka kwako, hakuna mtu atazuia maendeleo yako, hakuna pepo litasimama mbele yako, hakuna jini litasimama mbele yako, hakuna mchawi wala mshirikina atakayesimama mbele yako, kwa sababu wakati timilifu wa kusudi la Bwana umefika. Haijalishi
kama zege, nakwambia utatoka tu, kwa sababu wa Bwana ukifika hakuna anayeweza kukutoa, hakuna anayeweza kukuinua, hakuna, ni Bwana peke yake anaweza kukutendea. Ninaona wakati wa Bwana umefika wa wewe kuinuka, umefika wa wewe kupata mtoto, umefika wa wewe kujenga nyumba, umefika wa wewe kuwa na gari, umefika wa wewe kufanikiwa. Naona wakati wa Bwana. Sijui kama kuna mtu ndani ya nyumba anasikia maneno ya unabii. Wakati timilifu wa Bwana, wakati wa kusudi la Bwana, hakuna atakayezuia. Nataka nikwambie leo, anza kunenepa, anza kunenepa, wala usikonde. Ngojelezea wakati wa Bwana. Nasema ngojelezea wakati wa Bwana. Acha watu wakuseme, acha wakutukane ya kwamba unajaza choo. Wakati ukifika ndipo wataelewa ulikuwa unajaza choo ama nini kilitokea. Katika jina la Yesu, naona mtu mambo yake yanabadilika katika jina la Yesu. Wakati wa Bwana ulipofika, hakuna mtu aliyezuia Daudi kutawazwa kuwa mfalme. Hata baba yake alishindwa. Alipoulizwa, watoto wako wote wako hapa? Akasema wameisha, lakini kamebaki kamoja. Alitaka kukazuia. Kumbe wakati wa Bwana timilifu wa kusudi la Bwana umefika. Alitolewa machungoni, akaletwa kutawazwa, akapakwa mafuta, akawa mfalme. Ni wakati wa Bwana. Ukishafika mambo yanaenda automatiki. Nasema mambo yanaenda automatiki. Haleluya, haleluya. Mambo yanaenda automatiki. Nataka nimtie moyo mtu asubuhi ya leo. Usijali maisha yanavyoenda, waache wenye magari watangulie, la kwako liko nyuma linafuata. Maana wakati wa Bwana ukifika haitazuilika, haitazuilika. Acha wakucheke, unavaa nguo kauka nikuvae, wewe endelea mbele na kauka yako nikuvae, kwa sababu wakati timilifu wa Bwana ukishafika, hiyo kauka nikuvae utaiacha kule. Utakuwa na masuti, utakuwa na manguo, utakuwa na viatu, sio vya kuazima tena. Naongea na Mtanzania, naongea sijui na nani anayenielewa asubuhi ya leo. Kama unanielewa sema yeah. Wakati wa Bwana ulipofika, hakuna aliyezuia Danieli kuwa mkuu kutoka kwa mfalme. Wakati wa Bwana ulipofika, hakuna aliyeweza kuzuia, hakuna aliyeweza kuzuia wana wa Israeli kutoka Babeli. Waliishi miaka 70. Ilipotimia miaka 70, wakati wa Bwana ulipofika, kutoka walitoka tu. Wakati wa Bwana ukifika, lazima utoke tu. Hata kama una malienge utaolewa, hata kama pua yako kama ngumi utaolewa, hata kama una kasoro yoyote mwilini, nakwambia mambo yataenda. Wakati wa Bwana ukifika, hata kama una mikono utaendesha gari. Wakati wa Bwana ukifika, nataka nikwambie, hata kama wewe ni bibi utakaa nyumba ya ghorofa. Wakati wa Bwana ukifika, ni wakati usiozuilika, ni wakati usiohesabika, ni wakati usiozuilika, ni wakati usio na kikomo. Haleluya, haleluya. Ibrahimu ni mzee, Sara ni mzee, lakini wakati wa Bwana ulipofika walilazimika kupata mtoto tu. Hey, utanielewa kule nyuma. Nasema Ibrahimu alikuwa mzee, wakati wa kibinadamu umekoma. Sara alikuwa mzee, wakati wa kibinadamu kupata mtoto umekoma. Lakini kwenye kalenda ya Baba, kwenye kalenda ya Mungu kalenda ya Mungu ni tofauti na ya wanadamu. Kalenda ya Mungu inasoma tofauti. Wewe unapoona leo ni tarehe 5, kuna uwezekano kwa Bwana ni tarehe 10. Kwa hiyo wewe ngojea tu, ni masuala ya wakati. Mwambie jirani yako ni masuala ya wakati. Acha kunisema sema, ni masuala ya wakati. Acha kunizodoa, ni masuala ya wakati. Naongea na Mtanzania, naongea na Mundari na Mnyakyusa na Msafwa na Mkinga, naongea na Mchaga na Msukuma. Ni masuala ya kalenda. Kalenda ya Mungu ni tofauti na kalenda za watu. Kwa hiyo ukiniona niko hivi, ni masuala ya kalenda.
unabadilisha, na mimi sina wigi. Ni masuala ya kalenda. Ngojea wakati timilifu wa Bwana ufike, maana Biblia inasema kwa kila jambo kuna wakati wake. Kuna wakati wa kulia. Wenda sasa hivi wewe upo kwenye wakati wa kulia, alafu wengine wako kucheka. Nataka nikwambie, wakati wako wa kucheka unakuja sio muda mrefu, kwa sababu ni masuala ya kalenda. Wakati wa kucheka unakuja. Acha sasa hivi wakucheke tena mpaka wakuchekelee. Lakini habari njema ni kwamba wakati wa kulia umepita, wakati wa kucheka unakuja. Piga Yesu makofi na vigelegele. Wakati wa kucheka unakuja rafiki. Acha kunisema sema. Wakati kalenda yangu inakuja. Kalenda yangu ni tofauti na ya kibinadamu. Kalenda za kibinadamu zinasoma tofauti, lakini kalenda ya Baba inasoma wakati wa Mungu. Kairos time ni wakati wa Mungu. Kalenda ya kimungu ni masuala ya kalenda, wapendwa. Ndani ya hili kanisa tusionane huyu bora huyu sio bora. Ni masuala ya kalenda. Ni masuala ya kalenda rafiki. Wewe sio wa maana kuliko huyo jirani yako. Ni masuala ya kalenda. Wakati wa Mungu kishafika, nitakuwa ikiwezekana zaidi yako. Acha kunizodoa, acha kunisema. Ni masuala ya kalenda. Wewe uliolewa mbele, mimi nakuja nyuma. Ni masuala ya kalenda. Hatuwezi tukaolewa wote kwa pamoja. Mabinti tutawapata wapi? Kwa hiyo Mungu alitaka utangulie, alafu wengine wanafuata. Ni masuala ya kalenda. Haleluya, haleluya. Mwanamke unayechekwa kwa sababu hauna mtoto, wala usione haya. Njoo kanisani na amani kama mtu mwenye watoto, kwa sababu kwanza watoto unao. Na ndio maana katika kitabu cha Isaya maandiko yanasema, imba wewe uliyetasa, maana watoto wako ni wengi kuliko wa yule mnayezaa. Maana ni masuala ya kalenda. Hatuwezi tukazaa wote kwa mpigo. Hospitali zitajaa, tutashindwa kulea watoto. Kwa hiyo Mungu amepanga kalenda. Tunazaa tofauti tofauti. Acha kusema wenzako. Ni masuala ya kalenda. Ni masuala ya kalenda. Hata kama uko hapa mwimbaji wa nyimbo za Injili, wewe hauvumi kama akina Amani na akina Christopher Mwangira, nakwambia ni masuala ya kalenda. Nchi hii kulikuwa na waimbaji ambao leo hii hawasikiki. Wakati wao ulipita, lakini sasa kimekuja kizazi kingine ambacho Bwana anakitumia kwa wakati wa kalenda yake. Ndio hawa kina Christopher Mwangira wanawasha moto mataifa yote. Ni kwa sababu ya kalenda. Wakati wa Bwana ukifika, wenyewe hauzuiliwi na kitu. Ulipofika wakati wa Bwana, Mariamu ambaye ni bikira alishika mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Wewe unataka tufuate kanuni za kibinadamu? Sisi hatuishi kwa kanuni za kibinadamu, tunaishi kwa kanuni za kimungu. Mungu anaweza tenda muujiza wowote kwa wakati wowote, kwa sababu hazuiliki, hazuiliwi, hana ukomo, hahesabiwi. Unaweza ukafikiri ni Jumatatu, kumbe ni Jumanne. Unaweza ukafikiri ni Jumanne, kumbe ni Alhamisi. Kwenye kalenda za wanadamu sasa hivi ni mwaka 2020. Na watu wanaona wewe dada, miaka yako imeenda, haiendi. Kumbe kwenye kalenda za Bwana sasa hizi ni mwaka 1980. Na Mungu akiangalia nakuta wewe muda wako wa kuolewa bado. Sasa mijitu iko hapa Mbeya na umbea wao, hili dada aliolewi, hili dada libaya sura. Sio masuala ya ubaya, ni masuala ya kalenda. Wakati
wakati wa Bwana ukifika, utainuka tu, utainuka tu. Nakumbuka Christopher alitoa nyimbo zake za mwanzoni, anaimba, anawaomba waimbaji wenzake, naomba jamani mkiwa na tamasha na mimi niite. Wanasema we bado, tulia kwanza, we bado. Anaimba. Wakati ulipofika, saa hizi wale ndio wanataka bwana, ukiwa na mkutano na mimi uniite. Wakati kitabu cha Mhubiri hicho anasema mahali fulani, kuna taabu moja ambayo Mungu amewapa wanadamu, amekifanya kila kitu kizuri kwa wakati wake. Yaani kuna siku samaki ni tamu, ukila wiki moja sio tamu, unatamani kitimoto. Hiyo ni tabu, na ndio maana ni mara chache watu kula chakula kile kila siku. Ni mchungaji Amani Mwasote anaweza kula maharage wiki nzima, lakini wenzangu na mimi haiwezekani. Ulichokula asubuhi na unachokula mchana lazima viwe tofauti, kwa sababu Mungu ameviweka kila kitu kizuri kwa. Kuna wakati wewe ulitamani kuolewa ukaolewa, baada ya kuolewa ndoa imechina, unatamani kurudi ghetto. Ni wakati. Kuna wakati ulikuwa unahangaika na hereni, unahangaika na mikufu, unahangaika na mawigi, ukaenda baadaye vya nini? Unachana tu nywele zako, huyo kanisani. Ni wakati ulikuwa. Ndio maana mhubiri huyu anasema mambo yote ni yale. Ni wakati tu. Naambia vijana wangu hapa, acheni kunyoa panki. Unajua pasa hii ndio kawaida. Endeleeni, nawapa miaka 5, hamtanyoa panki. Ni wakati. Na hakuna atakayewaambia acheni panki. Mtajikuta tu mlikuwa wajinga kuliko wajinga. Mbeya Revival Temple Kadege, kutana na mtumishi wa Mungu Amani Mwasote. Kwa macho yetu tumeona vipofu wakifunguliwa, mabubu wakisema na visiwi wakisikia. Waliofungwa na nguvu za giza wamekutana na nguvu ya Mungu iliyowaweka huru mbali na vifungo. Kwa mawasiliano tupigie namba 0713377180. Watu wote mnakaribishwa.